wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabi dhawi shirafil azim. Waislamu, ikiwa bado tunaendelea na vipindi vyetu kuelimishana mambo mbalimbali ambayo yanahusu katika dini yetu ya Kiislamu, hasa katika masala ya tiba na katika masala yanayoweza kutusaidia hapa duniani na kesho akhira. Leo insha Allah nimekuja na mti wa majani ya mbaazi. Huu mti, ndugu yangu Muislamu, kwa jina jingine wanaita mti mkuu. Una majina mengi mti huu. Nikaona nije nao leo ili nipate nikuoneshe wewe ndugu yangu Muislamu upate kujua faida yake ni nini. Ndugu yangu Muislamu, nikupe siri ya mti huu wa mbaazi. Mti huu utakapoupanda nyumbani kwako, basi mchawi yoyote wala mwanga yote hasogei katika nyumba yako, kwa sababu mti huu wanauogopa. Na huu mti huu ukijua namna ya kuitumia, basi unaweza kumuona mchawi na mwanga na mbaya wako. Na ndio maana wachawi, watu wabaya, uwanga wanaogopa mti huu. Sasa wewe ukiwa unaupanda nyumbani kwako mti huu, basi hakikisha kwamba unaolinda na pia unaheshimu sana mti huu, kwa sababu wanga wanaochukua, wanga wanaogopa, wachawi wanaogopa. Na ukitaka kuamini huu mti majani yake hayo, kama mfano umepanda mti huu nyumbani kwako nje hapo, ikifika usiku wa saa 7 saa 8, toka nje pale, kisha kamata majani ya huu mti mbaazi. Si ndo mti mbaazi? Sasa wewe yakamata haya majani kama hivi, usiachie wakati wa usiku. Basi ukikaa ndani ya nusu saa tu, kama kuna wanga wanapita au wachawi, basi unawaona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana huu wanauogopa. Ukiupanda nyumbani kwako huu, basi hawatoweza kusogea, kwa sababu wanajua kwamba muda wote unawaona. Na ndio maana ukaambiwa kwenye vitabu kwamba huu ukikamata majani yake tu hivi wakati wa usiku, wewe kamata hivi, usiachie, kamata tu hivi wakati wa usiku saa 7 saa 8 saa 9. Kama kuna mtu yote mbaya ambaye anakatisha katika nyumba yako, basi unamuona na utamjua, lakini yeye hakuoni. Kwa huu mti huu ni mti hatari sana kwa majini na mashetani, hasa wanga. Kwa insha Allah, ukitaka kuwafukuza watu kama hao nyumbani kwako, panda mti huu wa mbaazi. Na ndio maana wanaoheshimu sana wachawi, wanaoheshimu sana wanga, watu wabaya wanaoheshimu sana mti huu. Kwa mti huu ukiupanda nyumbani kwako, basi hakikisha unaolinda na hakikisha unaotunza vizuri, kwa sababu una maajabu sana. Ni hatari sana kwa watu wabaya ambao wanakufuatilia. Kwa inshallah nimeona kwamba nikueleze faida ya mti huu mmoja. Ukikamata majani yake tu wakati wa usiku, kama usiku mkubwa, basi kama kuna wanga wachawi unawaona kabisa kwa macho yako. Lakini fanya hivyo, usiogope, kwa sababu ukifanya uko unaogopa, mwisho wa siku unapiga makelele, wao wanakushtukizia. Lakini ukikamata majani yake hivi juu wakati wa usiku, basi mtu mbaya yote unaweza kumuona. Kwa mti huu ni hatari sana kwa wanga, ni hatari sana kwa wachawi, ni hatari sana kwa watu wabaya. Kwa nyumbani kwako huu mti upande, kwa sababu ukiupanda ndio kinga ya nyumba yako, ndio kinga ya familia yako, ndio kinga yako wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Umeupanda mti wa mbaazi. Kwa hiyo inshallah nakupa faida hii, na wewe mpe faida na mwenzako, ili naye apate kustirika na watu wabaya wasimdhuru wala wasimfanyie mambo mabaya inshallah. Lakini ukihitaji kuunga kwenye grupu langu la WhatsApp ili upate faida kama hizi za mti wa mbaazi, basi nitumie SMS kwa namba yangu ya WhatsApp 0777 799359 0777 799359, ili nikuunge kwenye grupu la WhatsApp upate faida kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.